hawezi kuwa salama kwenye hii karne ya 21. Ziko ni baada ya kuona hiyo akasema hapana, lazima twende tukaikomboe dunia. Na wakasema hizi bidhaa marufuku kuziuzia kampuni halafu na wao wakauze. Hizi bidhaa tutazalisha halafu ziende kwa wananchi wote, ziuzwe bei ya chini ili kila mmoja aweze kuafford. Kwa hii bidhaa inaitwa Sephora. Kwa sababu bidhaa hii itamsaidia mkeo na mtoto wako wa kike asipate changamoto zozote. Tuna watoto saizi wako vioni, si ndio? Wanaumwa sana UTI. Sasa ukisikia UTI ni bakteria ambayo akiingia kwenye via vya uzazi ataleta shambulio, akiingia kwenye mfumo wa mkojo ataleta shambulio, na akiingia kwenye mfumo wa mkojo atasafiri, atafika moja kwa moja mpaka kwenye figo. Akishafika kwenye figo, ndio maana leo hii unasikia kuna kesi nyingi sana za figo, kidney failure, figo kufeli, figo kuvimba. Kwa hiyo UTI sio ugonjwa mzuri. Leo hii bidhaa imetengenezwa kwa ajili ya kwenda kukomesha urine tract infection kwa watoto wa kike. Hii hata mama kama ameshaingia kwenye menopause, ameshakoma hedhi, lazima atumie hii bidhaa kwa sababu ana via vya uzazi. Na UTI, unisikilize, ikishaingia kwenye mfumo wa mkojo lazima iende ikaharibu figo. Ikienda kwenye mfumo, kwenye via vya uzazi, lazima itaenda kuharibu via vya uzazi. Kwa unaposikia PID, pelvic inflammatory disease, ni mkusanyiko wa bakteria mbalimbali ambao tayari wapo kwenye mfumo wa uzazi. Kwa UTI nayo ni PID. Inaitwa second times kwa sababu wakasema imefika muda wa kwenda kuwakomboa watu wote juu ya afya zao. Kwa hiyo tuna bidhaa nyingi sana. Unapowasha hii simu usiku, huku umezima taa, hatari kubwa sana kwenye macho yako. Sawa? Ni heri taa kisha hiyo inawaka ndio uitumie. Lakini unapozima taa umelala, halafu unachukua hii simu unachaji, hii mionzi hapo hapo inakwenda kuua macho. Ofisi zetu ziko hapa Mbeya. Tuna ofisi pale Oyole, mtaa wa Gombe. Ofisi iko kubwa pale. Makao makuu ya Zikoni, Nyanda za Juu Kusini, iko hapo mtaa wa Magorofani. Sasa ukija pale tutakupa madarasa. Tuko na madaktari wazuri, wabobevu, watakufundisha hii mionzi inaathiri vipi mwili wako. Amba ile ya vidonge inauzwa shilingi 39, hii inauzwa shilingi 9,100 tu. Hii ni drop. Kama unakuwa unatumia miwani, tumia vile vidonge, tumia na hii. Vile vidonge chukua 2 asubuhi, 2 jioni. Hii chukua drop 2 asubuhi na 2 jioni. Siku 7 mpaka siku 14 miwani unatupa. Sawa jamani? Lakini wakati huo hakikisha kwenye mwili wako tumia kwanza. Hii ni bidhaa ambayo inabidi itangulie. Inaitwa bidhaa gani? Detoxin. Bidhaa ziko nyingi, hatuwezi kuzifundisha zote. Bidhaa hizi mtakuja kufundishwa ofisini. Tuko na hiyo bidhaa inaitwa ginseng. Hiyo bidhaa ina sifa kubwa sana. Ina wingi wa protein. Kuna mimea, kuna soya iko ya kutosha. Ina vitu vingi sana. Ina mmea unaitwa ginseng. Huu mmea ni kwa ajili ya kuhakikisha akili yako haichoki, akili yako inakuwa vizuri, unakumbuka vizuri. Lakini bidhaa hii inafanya vitu vingi, ikiwemo kupandisha kinga ya mwili, lakini kuondoa, kuzuia kansa za aina mbalimbali. Sasa ginseng kwa mfano, huko hapa wakati mwingine una ndugu yako yuko pale Ocean Road, ana kansa iko stage 4. Tunakushauri atumie hizi kopo 9. Kopo ngapi? Kansa imeondoka. Hiyo ni kansa stage 4. 9. Na hayuzwi hela nyingi. Lakini kama huko hapa unatumia dawa za kuongeza siku, ARV, si ndio? Utakapotumia hii inapandisha kiwango cha kinga mwilini. Unisikilize vizuri. Usije ukaondoka hapa bado vibaya kwamba inatibu ukimwi. Haitibu ukimwi. Kwa sababu ukimwi sio ugonjwa, ndio maana utibiwa. Ukimwi ni ukosefu wa kinga mwilini. Hiyo inakwenda kurudisha immune system. Inarudisha kinga, kwa hiyo utaanza kuishi maisha marefu. Ila ukifanya masiara tena, kinga ikishuka unaweza ukaumwa tena. Ukimwi ni mapungufu ya kinga mwilini. Sasa tuna bidhaa hiyo ndio ambayo ina uwezo wa ajabu wa kurudisha kinga ndani ya mwili wako.
Kwa mfano mgonjwa wa HIV huwa tunamshauri atumie 2 asubuhi 2 jioni, au kama yuko amechoka sana mpaka na madonda na nini mpaka anachanganyikiwa, tunamshauri atumie 4 asubuhi 4 jioni, massive dosage. Akitumia hivyo ndani ya siku 14 mpaka 21, kama nywele zilinyonyoka zinaota, kama faili zilikuwa zinahama faili zinarudi, kama alikonda mwili unarudi. Kwa ni bidhaa moja nzuri sana, lakini ginseng ni bidhaa ina control mzunguko wa damu, ina control akili, ina control mfumo wa uzazi wa kina baba, wa kina mama, inafanya vitu vingi sana. Mans vitality. Hiyo ndio kiboko ya baba wa leo. Sasa hivi mganga yote akijitokeza, dawa ya kwanza anatibu nguvu za kiume. Wako kweli? Sasa kwa nini nguvu za kiume? Na usije ukanunua dawa za kuongeza nguvu za kiume. Nguvu za kiume haziongezwi. Zikiwa zimepungua ndio zimepungua. Sio, umeelewa? Kwa hakuna nyongeza yake, bali kuna mfumo tunasema the male reproductive system. Huu ni mfumo wa mwanaume, unaathiriwa na mambo mbalimbali yakiwemo simu. Hii simu unapoiweka hapa kwenye mfuko wa suruali, inapoita haraka sana, mishipa yako inayesafirisha umeme kuja huku maeneo ya uyole inasinya. Mwisho wa siku umeme haushuki, mionzi. Lakini kwa hiyo unakuta nguvu zinaisha. Mwanaume ana mishipa mikubwa mitatu, ana mishipa ambayo inaleta taarifa, inaleta umeme, ana mishipa ambayo inaleta damu safi, na ana mishipa ambayo inaondoa damu chafu kwenye mfumo wake wa mwanaume. Mishipa hiyo kati yake mmoja ukiathiriwa, huyu mtu anakuwa hana nguvu za kiume. Sio, umeelewa? Sasa unakuta sasa hii mishipa ndio imeathiriwa, wewe unakwenda kutafuta dawa ya kuongeza nguvu za nini? Za kiume. Ngoja nikwambie kitu. Ukitumia dawa ya kuongeza nguvu za kiume, ndio hata hizo za akiba zilizobaki zitaondoka kabisa. Ukija Zigon utapewa Mans Vitality. Lakini sasa hapa wakati tunakupa hii, wakati mwingine una changamoto, tunakusafisha kwanza figo zako na detox liver. Tumia hii, halafu tumia Mans Vitality. Bidhaa zetu zina utaratibu. Usitumie bidhaa yoyote pasipo kuosha kwanza mwili wako. Tumia kwanza detox liver, ndipo utumie bidhaa inayetakiwa kwenye changamoto ulionayo. Kwa hii Mans Vitality ni kwa ajili ya baba wa leo, ili awe baba kweli kweli. Tunaposema kidumu chama tawala, basi ni kidumu namna hiyo. Lakini kidumu chama tawala, kidumu hilo ni tatizo. Haitakiwi kidumu chama tawala, kidumu. Kidumu ni hivi. Na mnisikilize. Baba akiambia kidumu chama tawala, akisema kidumu, yule mwenza wako sasa msikilize wewe mama ambao hapo. Akiwa kidumu lazima akuachie tatizo linaloitwa fibroids. Hebu sema kidogo. Fibroids ni upele utakuwa kwenye tumbo lako la uzazi. Kwa nini? Jamani, tunapoingia uwanjani, huwa tuingie uwanjani kwa ajili ya kufurahisha watu. Tunaingia uwanjani kwa ajili ya ushindi. Na ushindi sio chenga. Ushindi ni nini? Magoli. Tunasema mama mwenye afya nzuri, kabla baba hajapata goli, mama bila mfunge baba 2. Nabo mapacha hiyo. Gaga. Hapo ndo baba naenda aingie nyavuni. Lakini baba akiwa ameshinda, mama haujashinda, kazi unayo. Kazi lazima upate changamoto tu. Sasa hiyo Mans Vitality itahakikisha ile election transmitter, yaani ile election transmitter ndio ile hii. Sawa? Kwamba ule mtambo ukaa hivi huwa unarusha taarifa mbali. Lakini ukaa hivi hauwezi kurusha taarifa mbali. Labda hiyo kwenye ejaculation unashangaa unatupia mwisho hapa. Wewe unafika wakati unakaa mke wako miezi 6, mwaka, mama ashiki mimi. Kumbe ile kidumu cha matawala ile hivi. Sasa hiyo itahakikisha huo mfumo wa baba unakuwa uko active. Na huo mfumo wa baba ukiwa active, mama utaenjoy ndoa yako. Wewe nikwambie kitu. Automatically Mungu jinsi alivyotuumba, sehemu panapowasha inabidi pakunwe. Wapo kweli? Kama haumkuni vizuri mkeo ataenda kukunwa. Hakuna shortcut hapo. Lazima
kuambaza kama hiyo mpaka ufanye namna hii, mpaka mwasho utoke ndio akili ikae sawa. Kama uko hapa mkune mkeo na mama mkune mmeo. Sio unaelewa? Sasa mama utamkunaje mmeo? Kama mfumo wako umekaa ovyo ovyo, baba anakukimbia. Sasa leo mfumo wa mama utarudishwa na nini? Unakuwa mwanamke kweli. Hii. Na inatibu UTI hii. Inatibu mfumo wako wa tumbo la mama. Inarudisha ile joto la mama. Hii. Yale mazingira yale yanarudi kama binti. Mkija darasani tafundishaga sana. Hii danda leo ni bidhaa moja nzuri sana. Lakini pia ni dozi ambayo unatumia siku 30. Unapoitumia hii kisukari na wewe mnakaa vijiji viwili tofauti. Unapotumia hii pressure na wewe vijiji viwili tofauti. Madonda ya tumbo na wewe vijiji viwili tofauti. Ule uzito wa kupitiliza unaondoka, lakini unataka kupunguza uzito, tumia hii na hii. Hizi mbili utapunguza kilo unazozitaka wewe. Tuone afya yao ya sekunde moja, sio dakika 5. Baada ya sekunde moja nataka nirudishe hizi afya za hawa watu wawili. Mama nitampa detox liver, baba nitampa calcium. Na sitampa yote, nitampa nusu kidonge. Nitampa nusu kidonge. Na hii ni calcium. Ndio hii hapa. Sasa zoezi moja nataka tulifanye hapa. Baba funga mikono yako hivi. Ifunge kabisa, lakini ifungie kwa nyuma. Asante. Simama hivi. Sona hana nguvu, jizuie. Usijilegeze, jizuie. Sona hana nguvu. Haya. Wewe nimesema nampa nini? Calcium. Ni nusu kidonge. Naomba nibanie chini ya ulimi. Jizuie vile vile. Sieti, naomba mabouncer wawili waje. Njoo bouncer wangu hapo. Naomba na bouncer huko nyuma. Nataka wageni. Njoo. Ukija ukasema tunaigiza. Hatuigizi. Ziko ni moja kukomboa maisha yako. Saidiana wote wawili. Wote wawili. Hata maneno. Naam, mtazamaji, haya ni mambo ya Zikoni. Zikonems. Kwa ndio muda wa Zikoni kuzingatia afya yako. Weka kwa nyuma sasa. Mama hivi. Izuia. Jizuie kabisa. Haya, hebu mbeki kidonge. Hii inaitwa detox liver. Na nitaelezea kwa nini nimempa mama detox liver. Inua ulimi. Bana chini ya ulimi. Jizuie tena. Makofi tafadhali. Mkakae. Ile nusu kidonge iko wapi? Naam, mubashara kabisa. Mzee amalizie kidonge chake. Kina mama, hebu sema kidogo kina mama. Kina mama msikize vizuri. Hata kama ulikuwa unatumia sindano za uzazi wa mpango, hapa zinashindwa na zinalegea. Ukitumia hii, hata kama ulikuwa haupati hezi imefunga miaka 3, tumia wiki moja, hezi inafunguliwa. Hii hapa detox liver. Na unisikilize vizuri. Wewe mwanachama na mgeni. Maana usije ukachukua hii bidhaa ukaenda kumuuzia mtu, huyo mtu yeye alikuwa anatumia uzazi wa mpango, hapendi kuzaa watoto kwa sasa hivi. Ukimpa hii, inaenda kulegeza zile sindano, italegeza vile vijiti havina kazi na mtu ataconceive, atashika mimba. Naam, mtazamaji wetu wa Kasumul TV, tuko mubashara kabisa na hapa tuko katika eneo la ukumbi wa Mkapa hapa jijini Mbeya, lakini tulikuwa pia na semina nzuri sana kuhusu kampuni ya Zikoni. Tumejifunza mambo mengi, lakini tunakutana na mashuhuda baada kuhudhuria hii semina ya Zikoni. Okay, kwa majina mimi naitwa Ramsey Ndile.
ya tulikuwepo kwenye semina ya Zikon. Yes. Tumejifunza mambo mengi sana. Naam. Ikiwemo mambo ya afya na namna ya kutengeneza uchumi kwa muda wako wa ziada. Yes. Yaani kuongeza kipato. Yes. Okay, unalipi kuambia watu ambao hawajafika kwenye hii semina hii kaka? Okay, napenda kualika tena katika semina zetu ambazo tutazifanya kuanzia wiki ijayo. Yes, na kampuni ya Zikon ni kampuni kubwa, ni kampuni ya kimataifa ambapo ilianzishwa China tangu mwaka 1994. Karibuni sana na wakaribisha wana Mbeya. Karibuni sana kwa ajili ya kuweza kupata bidhaa kwa ajili ya kutatua matatizo ya afya zetu. Naitwa Lea Yohana Sanga kutoka Mbalizi Mbeya. Wametufundisha kuhusu biashara. Kwa kweli nimenufaika sana na nimefurahi sana. Bwana, sasa labda umejifunza nini baada ya kutoka hapa? Kwa kweli mimi nilichojifunza cha kwanza kabisa, tunaishi katika mazingira mabovu ambao tunakula vyakula ambavyo vina sumu, tunakula vyakula ambavyo vinatetelesha afya zetu. Nilichojifunza kwa kweli ambacho nimenufaika ni kwa ajili ya kwanza kujenga afya ya familia yangu mwenyewe, kujenga afya ya familia ambao nimetoka tumezaliwa pamoja, kujenga afya ya jamii kiujumla, na pia kuwaelekeza elekezi zaidi kwa ajili ya biashara. Bwana, kwa umekuwa mwalimu na utaenda kufundisha wengine. Ndio. Bwana, tuko pamoja. Nashukuru. Peter Ruda Kapulu Mkakile. Naona pia na wewe ulikuwa pia kujifunza haya mafunzo ya Zikon. Labda unalipi la kusema kwa leo uliojifunza na pia kwa jamii? Nashukuru Mungu nimeelewa vizuri sana Zikon. Na mimi nataka niwe na mimi kama wala mama alikuwa kule mbele wamenitia hasira yani. Watu wanaonekana hela tumekaa tunakula tu shida za kimaskini. Naomba Mungu yani miezi mitatu naifanyia kazi. Bwana naomba baada ya miezi mitatu nitafute. Bwana utakuwa kwa faida. Nani mje kwa shahidi? Kuna watu wengine hawajafika hapa lakini wewe pia umefika. Unalipi la kuambia ambao? Mimi nitaenda kuwatangaza wote na kwenda na hivi vizazi kwenye gari nitakayekutana naye namwambia nikushika mtaani na naambia kile mtu ajue Zikon nini. Zikon Times zimejifunza kwamba hapa tunapatikana huduma nzima za afya lakini na masuala mazima ya kipato pia. Ukihitaji kuwa vizuri katika hivyo vipengele vyote au kuwa bilionea, njoo Zikon, mafanikio yapo nje. Watu wanapotamani kuja Zikon kuingia Zikon kuna gharama kiasi gani? Gharama ya kuingia Zikon ni ndogo lakini inaweza ikawa ni kubwa. Ni shilingi 56,000 tu za Kitanzania. Tumeambia tu ukiingia huko unapewa na dawa kabisa. Hii kwa kupitia hiyo 56. Ni kweli unapewa dawa? Naam, unapewa product moja ambayo product hii inaenda kusaidia katika vitu mbalimbali, hususan mtu ambaye anakuwa anapata changamoto za misuli kuuma, joint. Hii inaenda kurejesha ule uhalisia wa hivi vitu, unarudi kwenye hali yako kabisa. Vipi lakini mwitikio wa watu hapa Mbeya ulipofika, vipi mwitikio wao ukoje? Mwitikio ni mzuri sana, shamla zimekuwa nyingi, shangwe vigelegele, watu wamepokea vizuri. Kwa hiyo sasa umebaki wewe na nitazama. Ofisi yetu inapatikana magorofani kwenye jengo la Access FM. Asante. Kwa majina anaitwa Neema Lucas. Nimejifunza vitu vingi kwa kweli. Ndio. Kwa hiyo nadhani hata watu ambao hawajafika kwenye semina hii tunawakaribisha kwenye madarasa kwa sababu tutawaalika. Okay. Kwa hiyo nadhani wakifika hapa wataelewa nini maana ya Zikon. Unalipi la kuzungumzia Zikon Times? Okay. Mimi niseme tu kwamba Zikon Times ni mkombozi. Kwanza maana ya Zikon Times kwamba kwa sasa zingatia afya yako. Kwa hiyo tunachotaka Watanzania kwamba kwanza tupate afya bora, lakini baada ya afya bora tupate kipato. Unajua serikali tusiilaumu. Fursa ambazo tunazipata hizo ndo tuzifanyie kazi ili tupate hela. Kwa hiyo Zikon Times kwanza ni rahisi kuifanya. Alafu kiingilio chake ni kidogo. Bidhaa zake zinafanya kazi vizuri. Alafu zina bei ndogo kuliko kampuni nyingine yoyote. Mimi niwaambie tu kwamba Zikon Times imetengeneza bidhaa moja inaitwa Sofora. Hii Sofora yani matatizo yote ya njia ya uzazi inamaliza. Iwe magonjwa ya zinaa, iwe magonjwa ya PID, yani yanaenda kumaliza. Kwa sababu unajua wanawake wanavaga nguo nyingi. Kwa hiyo inawaletea shida pia. Alafu chubu yao ni ndogo, wakichuchumaa chooni ule mkojo ukiruka ni lazima utengeneze uchafu huko. Kwa hiyo Sofora inaenda kumaliza matatizo yote ya uzazi. Mtazamaji wetu, moja kwa moja tukiripoti hapa ukumbi wa Mkapa, tuko na kampuni ya Zikon National Park. Yes. Umejifunza nini leo National Park? Nimejifunza mengi kupitia kampuni yetu ya Zikon. Ni nzuri pia. Kwa kuwa nilikuwa mgonjwa pia mimi. Nilikuwa na vidonda vya tumbo. Nilipoingia kampuni nikapata dawa
Yani hiyo vidonda sasa hivi sina. Hauna? Yani sina kwa sasa hivi, kusema kweli sina. Yani nimekula dawa mingi ya Kimasai, ya mitishamba huko Longido. Lakini ndio hivyo nimeshindwa kupona. Yani nimekuja Zikoni? Nilipoingia Zikoni, mzee akanipatia dawa Dokita Simbili. Yes. Yani ndo nikapona. Nikasema kwa nini siunge na kampuni? Okay. Kiasi gani ambao umezitumia? Kidogo tu kwa sababu nilivyoingia kampuni nikalipiwa kiingilio 56,000. Ndio hivyo mzee akanipatia dawa mwenyewe kwa sababu niko naye kila siku hapo. Watu wote yani karibuni, kampuni yetu ya Sikon ni nzuri sana pia kwa dawa. Kwa majina naitwa Mr. Benjamin Zimbili, mzaliwa mkoa wa Ruvuma, ni mwanachama wa Zikon na mkereketo wa Zikon, lakini msimamizi wa Zikon nyanda za juu kusini, kuanzia Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa, Ruvuma. Kwa kweli namshukuru Mungu, mwitikio wako ni mkubwa. Tulikuwa na wanachama wageni zaidi ya 100. Maana kwanza mpanga ukumbi aliweka viti 120 lakini vilijaa vyote, lakini baadaye vikaongezwa viti vingine. Kwa mwitikio ni mkubwa, lakini pia tunamshukuru Mungu, watu zaidi ya 10 na kitu wamechukua hatua ya kujiunga leo. Yeah. Lakini pia naona kuna watu wametoka Dar es Salaam. Nadhani umetoa mwaliko toka Dar es Salaam umefika. Wa Dar es Salaam walikuwa wageni, lakini pia ni viongozi wetu wa Zikon Tanzania. Wageni wa Dar es Salaam tulikuwa na Madam Tesla. Ni kiongozi mkubwa sana Zikon Tanzania, na ana cheo kikubwa. Lakini tulikuwa na Madam Fausta, pia ni mwekezaji wa Zikon, kwa sababu Zikon pia kuna nafasi ya uwekezaji. Lakini tulikuwa na Madam Kitoti, huyu ameweza kuingia ngazi ya gold. Sasa ngazi ya gold ni cheo kikubwa sana, maana cheo kikubwa sana, ameweza kuingia ndani ya miezi michache sana, miezi mitatu amefikia ngazi hiyo. Lakini hatuangalii elimu ya mtu, kwa sababu Zikon ipo kwa ajili ya kuwakomboa watu wote. Hatuangalii elimu ya mtu, hatuangalii umri wa mtu. Kuanzia 18 na kuendelea unaruhusiwa kuwa mwanachama. Unakuwa mwanachama, lakini na kuanza kupata huduma zetu mbalimbali zilizopo ndani ya Zikon. Ndani ya Zikon kuna huduma mbalimbali. Huduma ya kwanza, huduma ya afya. Huduma ya afya ndani ya Zikon kuna vitu viwili kwenye sekta ya afya. Tuna TCM, nikisema TCM, Tradition Chinese Medicine. Kuna matibabu ya asili kutoka nchini China yapo ndani ya Zikon. Lakini pia tuna food supplement. Nikisema food supplement ni virutubisho, bidhaa ambazo zimetengenezwa na virutubisho mbalimbali. Virutubisho ndani ya mwili wa mwanadamu unahitaji virutubisho mbalimbali. Kwa vinapopungua virutubisho, magonjwa yanaingia. Kwa ndani ya Zikon ziko bidhaa zenye virutubisho, atakapozitumia zinafanya replacement, huyu mtu atakuwa mzima. Lakini kama tayari ni mgonjwa na yale magonjwa ambayo yanabidi atibiwe hata hospitali, ndani ya Zikon tunazo bidhaa nzuri ambazo zinakwenda. Kwa mfano, tatizo la prostate, tatizo la tezi dume sana wanaume, tuna bidhaa nzuri sana. Lakini kuna tatizo la kansa inasumbua sana wa Tanzania na watu wote duniani. Tuna bidhaa inaitwa Ganodema, iko vizuri sana. Lakini kuna tatizo la vidonda vya tumbo, vinasumbua sana watu, na bidhaa inaitwa Probio Boost iko vizuri sana. Inaweza kumtibu mgonjwa vidonda vya tumbo ndani ya siku 5 mpaka siku 10, vidonda vya tumbo vikao vimekoma. Kwa magonjwa yote, kupooza, pressure za kupanda, sukari, bidhaa zote zipo na matibabu yapo. Wito wangu wa Tanzania ni huu, nipende kualika sana Zikon wa Tanzania, jambo la kwanza, kwa sababu Zikon inawahakikishia watu mambo mawili makubwa. Afya kwanza, lakini baada ya hapo Zikon kuna mfumo wa uchumi. Kama ulikuwa uchumi umeteteleka kwenye idara mbalimbali, labda kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye ufugaji, Zikon inakuwezesha. Unapokuwa mwanachama wa Zikon, kuwahudumia tu wenzio, kuambia tu wenzio waje wajiunge na Zikon, Zikon itakupa pesa nyingi sana, lot of trillion. Bwana, na umesema hapo mnapatikana wapi jiji la Mbeya? Jiji la Mbeya, makao makuu ya nyanda za juu kusini hapa jiji la Mbeya yako mtaa wa Magorofani. Nikisema mtaa wa Magorofani, mtaa wa Magorofani ile barabara kwenda Mzumbe, chuo cha Mzumbe. Ukiwa unaelekea Grace College, jengo la kwanza barabarani, la pili, la tatu, ndio jengo letu. Tunashukuru sana. Tunapatikana hapo kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Labda kwa mawasiliano ambao watahitaji kupata tiba hapa. Kwa mawasiliano, nipende kuwapa mawasiliano ni 0745 0745 26 17 47. Tunashukuru.